BMP TV Professional Update. Habari za mida ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Hii ni BMP TV Online inayozidi kupata taarifa kila panapokucha. BMP TV Online atupoi kwa ajili ya kusaka taarifa ili kuja kukujuza wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu. Na huu ni muhtasari wa habari. DRC Congo. Taarifa maalumu ya habari kuhusu ripoti ya kimapinduzi. Leo tarehe 1 Julai 2025 imetolewa na muungano Alliance Fleuve Congo. Rejesho rasmi la jeshi la DRC ambalo ni FARDC kuhusu tukio la ndege isiyojulikana kuvamia anga ya Minembwe. Kuna hayo na mengineyo, jiunge na BMP TV Online mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua mengi yanayojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Kutoka studio zetu za BMP TV Online barani Afrika, tunakuletea taarifa maalumu ya uchambuzi wa kisiasa inayoangazia hatima ya bara letu katika nyakati hizi za mtihani ya kisiasa na mikataba ya kimataifa. Katika kipindi ambacho dunia inashuhudia michakato ya kiuchumi na kisiasa inakaribishwa kwa kasi kubwa, Afrika bado inaonekana kuwa jukwaa la maamuzi yasiyo yake, uwanja na mapambano ya kimataifa makubwa na soko huria la maumivu ya kihistoria. Taarifa yetu maalumu inaangazia hatua ya karibuni kabisa ambayo imezua hisia kali miongoni mwa wanaharakati wa vizazi vya kizalendo barani Afrika. Mataifa mawili ya Afrika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yameanza uamuzi wa kihistoria lakini usioepuka ukosoaji mkali. Wamevuka bahari si kwa nia ya kuleta suluhu ya ndani, bali ni kwa kushikilia mikono ya wale waliowahi kutikisa ardhi yao kwa silaha na sera za mgawanyiko. Badala ya kujadiliana kwenye meza ya Afrika, wamejipata kwenye mikutano ya kifahari huko Washington, wakisaini kile kinachoitwa mkataba wa amani. Kwa baadhi, huu ni ushindi wa kidiplomasia, lakini kwa macho ya walio macho ni usaliti wa kiroho. Ni biashara ya kina ya tumbo la bara Afrika. Migodi ya Kongo tajiri kwa dhahabu, cobalt, coltan na almasi ndiyo sasa imegeuza kuwa sarafu ya amani. Ni kama kusema tupeni utulivu nasi tutawapa rasilimali zetu. Lakini je, hii kweli ni amani au ni muendelezo wa sera zile zile za kikoloni zilizowapa sura mpya? Wakati wachambuzi wa siasa wakipongeza hatua hiyo kama mwanzo wa ukurasa mpya, wana mapinduzi wa kizazi kipya wanauliza maswali ya msingi. Mpaka lini Afrika itaendelea kuruhusu mizozo yake ijadiliwe? Ni maswali yanayochoma nafsi ya kila mwana Afrika mwenye uchungu na bara lake. Je, tunaweza kweli kuamini ahadi kutoka kwa wale waliowahi kutumia ardhi yetu kwa uwanja wa majaribio ya silaha? Je, tunaweza kufumbia macho historia ya mamilioni ya vifo, maelfu ya wanawake waliobakwa na mamilioni ya waliolazimika kuhama makwao? Katika tafakari hii, kijana mmoja mzalendo na mwana mapinduzi, Isaac Mwendwe Chinyama, ameamua kulivunja kimya kupitia taarifa yake kali ya kiitikadi. Anatoa wito wa dharura na kufuata hisia za Umoja wa Afrika. Anasema kwa msisitizo na nukuu, Afrika haitapona hadi itakapotambua heshima yake yenyewe. Pale ambapo wana ardhi mmoja watachagua mazungumzo badala ya usaliti. Pale ambapo amani haitakuwa tena jambo la kutoka nje, bali uamuzi na ndani ya nafsi ya Mwafrika. Huu ni mwisho wa nukuu ya kauli ya mzalendo huyo na mwanamapinduzi ambaye ni Isaac Mwendwe Chinyama. Bado tupo huko nchi ya kidemokrasia ya Kongo, ambako habari kuu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo tarehe 1 Julai 2025 inahusu kile kinachotajwa kuwa ni tukio la kikatili na la kusitisha linalotokea mapema leo katika eneo la Minembwe, jimboni Kivu Kusini. Tukio hilo limeibua ukosoaji mkubwa kutoka kwa kundi la waasi wa AFC ambao ni Alliance Fleuve Congo au tunaweza tukawaita tena M23, ambalo limetoa taarifa rasmi likituhumu serikali ya Kinshasa kwa kile wanachokiita uhalifu na kivita na mpango wa mauaji ya kimbari. Zikiwa zimepita saa 96
tangu tukiwa saini kwa makubaliano ya amani mjini Washington, Marekani. Yalionekana kama hatua ya matumizi kuelekea kumaliza mzozo wa muda mrefu katika ukanda wa maziwa makuu. Muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo AFC au M23 umetangaza kulaani vikali tukio walioliita shambulio la kinyama la anga lilitokea asubuhi ya leo tarehe 1 Julai 2025. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya AFC iliyoandikwa na kutiwa saini na mkuu wa idara ya mawasiliano wa kundi hilo, Bwana Leroy Kanyuka, shambulio hilo lililengwa moja kwa moja kwa ndege ya kiraia iliyokuwa imebeba misaada ya kibinadamu, hususan dawa, chakula na vifaa huduma za maradhi na vifaa vya huduma za haraka, iliyokuwa safarini kuelekea Minembwe, eneo linalolikwa kwa wingi wa raia wa jamii ya Banyamulenge. Inadai kuwa shambulio hilo linafanywa na jeshi la serikali ya Kinshasa na kuwa linatokana na mpango uliopangwa kwa makusudi na wenye nia ya kuendeleza kile walichokiita mauaji ya uhalaika na kimfumo dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Katika maelezo yao, AFC inasema kuwa tukio hilo si la kwanza, bali ni mwendelezo wa kile wanachokitafsiri kama mikusanyiko ya mashambuliaji ya kijeshi, mashambulizi ya anga na ukandamizaji wa kibaguzi unaolenga kusambaratisha jamii hiyo, ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikitumiwa na serikali kwa ushirikiano wa kihistoria na Rwanda. Kwa mujibu wa AFC, ndege hiyo ni msaada iliyotekezwa kwa mabomu, na sio tu kwamba ilisababishwa vifo vya raia wa kawaida, bali pia ilisambaratisha bidhaa muhimu za uhai, ikiwemo dawa za kuokoa maisha, chakula kilichokuwa kikielekezwa kwa wakimbizi wa ndani, pamoja na vifaa vya usafi wa mazingira vilivyokuwa viende kwa familia zaidi ya 1000 katika vijiji vya Minembwe. Muungano huo wa waasi umesema kwamba serikali ya Kinshasa imekiuka kwa mara nyingine masharti ya makubaliano kusitisha vita, na kwamba makubaliano ya amani ya Washington sasa ni karatasi tupu isiyo na maana kwa wananchi wa mashariki ya Kongo. Katika lugha kali ya ukosoaji, AFC au M23 imetaja tukio hilo kama kitendo cha kihalifu dhidi ya ubinadamu na kusema kuwa ni sehemu ya mkakati wa kimya kimya wa serikali na kuondoka jamii ya Banyamulenge kutoka maeneo yao ya asili kupitia silaha, njaa na hofu. AFC inasema tangu mwaka 2017 jamii ya Banyamulenge imekuwa ikiishi katika mazingira ya mateso yasiyovumilika, wakikabiliwa na ushambuliaji wa kila mara kutoka kwa makundi ya wanamgambo wanaoshirikiana na jeshi la taifa, yakiwemo FDL, Wazalendo na kile walichokitaja kama ushirikiano mpya baina ya Kinshasa na jeshi la ulinzi la taifa la Burundi. Aidha, taarifa hiyo imeorodheshwa maeneo ambayo yamedaiwa kushuhudiwa mashambuliaji makali dhidi ya raia katika siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na Kanyola, Kabare, Kigoma, Kadosomwa, Nyabiondo na maeneo ya jirani. Katika hitimisho lake, AFC imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika na mashirika ya haki za binadamu kuingilia kwa haraka ili kuzuia kile wanachokiona kuwa ni janga la binadamu linaloendelea mbele ya macho ya dunia. Taarifa hiyo imemalizia kwa kauli isiyo moskweli: ukatili huu wa wazazi dhidi ya jamii ya Banyamulenge hautabaki bila jibu. Tunatoa wito kwa mashambulizi haya kukoma mara moja, vinginevyo hatua madhubuti zitachukuliwa. Hiyo ilikuwa ni kauli ya waasi wa M23 ambao tunaweza tukawaita tena AFC, ambao ni Alliance Fleuve Congo.
Kwa habari zaidi kuhusu mzozo mashariki mwa DRC, endelea kufuatilia matangazo ya kina kutoka BMP TV Online kila panapokucha ili uweze kufahamu mengi yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuzungumzie kuhusu tukio la ndege isiyojulikana kuvamia anga ya Minembwe. Katika kile kilichotajwa kuwa ni tukio la hatari ya kimataifa ya usalama wa anga, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa taarifa ya dharura baada ya kugunduliwa kwa ndege isiyojulikana iliyovamia anga ya taifa bila idhini yoyote. Leo tarehe 1 Julai 2025, saa chache baada ya machafuko kuripotiwa katika maeneo ya vianda vya juu vya Minembwe, jeshi la taifa la DRC ambalo ni FARDC limetoa taarifa kali na ya hadhari juu ya uvamizi wa anga ya taifa uliofanywa na ndege isiyojulikana. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosambazwa kwa vyombo vya habari jioni hii, jeshi la FARDC limethibitisha kuwa limefanikiwa kuifuatilia na hatimaye kuingilia ndege isiyojulikana na isiyo ya usalama ya usajili ambayo iligunduliwa ikiwa inapaa katika anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kibali wala taarifa kwa mamlaka za anga. Jeshi hilo linasema kuwa ndege hiyo ilionekana inaelekea moja kwa moja kwenye eneo linalojulikana kwa mapigano makali yaani Minembwe, katika milima ya nyanda za juu ya Kivu Kusini, hali ambayo ilionekana kuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa la uhuru wa anga ya kitaifa. Katika maneno yake, msemaji wa FARDC amesema aina ya ndege hiyo, mahali ilitokea na lengo lake kamili bado vinachunguzwa, lakini ukweli ni kwamba haikuwa na usajili wowote wa kiraia au wa kijeshi na kwamba ilielekea moja kwa moja kwenye eneo la mgogoro. Vinazua maswali ya msingi kuhusu nia ya operesheni hiyo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo ni FARDC limesisitiza kuwa tukio hili ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za anga ya kiraia, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Chicago unaosimamia matumizi ya anga ya kimataifa. Taarifa hiyo inasema kuwa tukio hilo linaweza kuchukuliwa kama kitendo cha uchokozi dhidi ya uhuru wa kitaifa na kwamba hatua stahiki za kijeshi, kidiplomasia zimechukuliwa mara kwa moja. Kwa mujibu wa FARDC, ndege hiyo ilionekana kwa mara ya kwanza na rada za kijeshi na mara moja vikosi vya ulinzi vya anga vilitoa tahadhari kwa makamanda wa maeneo ya operation. Hatua za udhibiti na ulinzi wa anga zilitumika mara moja kuhakikisha kuwa usalama wa raia na uadilifu wa mipaka ya Kongo haijasitishwa. Jeshi limeongeza kuwa katika dunia ya sasa ambapo matumizi ya teknolojia ya anga yamekithiri na makundi yenye nia ovu kujificha nyuma ya ndege zisizotambulika, na jukumu letu kama jeshi la FARDC ni kulinda mipaka ya kitaifa ardhini, angani na majini. Hatutaruhusu mtindo wowote wa uvamizi au udhaifu kwenye nafasi zetu za kimkakati. Katika ujumbe wake kwa raia wa Kongo na jumuiya ya kimataifa, FARDC imetumia tukio hilo kama mfano wa changamoto zinazokumba taifa katika kuhudumisha mamlaka na amani ndani ya mipaka yake. Jeshi hilo limetoa wito kwa mataifa jirani na mashirika ya anga ya kiraia duniani kuhakikisha kwamba ndege yote inayopita anga ya Kongo inazingatia taratibu za kimataifa na kupata kibali rasmi kutoka kwa mamlaka husika kabla ya kutekeleza shughuli zake. Aidha, FARDC imerejea msimamo wake na kusema yafuatayo: tutalinda ardhi ya Kongo kwa gharama yoyote. Hakuna taifa, kundi au chombo chochote kitakachoturudisha nyuma katika vita vya kutetea uhuru wetu, heshima yetu na usalama wa wananchi wetu. Tukio hilo linajiri wakati ambapo hali ya taharuki imeongezeka mashariki mwa DRC kufuatia madai ya mashambulizi ya mara kwa mara
na kuwepo kwa vikundi vya waasi visivyoshutumiwa kuvuka mipaka na hali ya kutokuelewana kuhusu makubaliano ya amani yaliyotiwa saini hivi karibuni mjini Washington. Kundi la AFC au M23 tayari limekanusha kuhusika na ndege hiyo, likidai kuwa ilikuwa ni msaada ya kibinadamu, madai ambayo hayajathibitishwa kwa upande wa serikali. Je, ndege hiyo ilikuwa mali ya nani? Ilikuwa imebeba nini? Na kwa nini haikusajiliwa? Na je, tukio hili linatishia makubaliano ya amani ya Washington? Hayo ni maswali ambayo wanajamii wa huko Minembwe wanaozidi kujiuliza. Na majibu ya maswali haya yanatarajiwa katika siku chache zijazo, huku uchunguzi wa kijeshi na kimataifa ukiendelea. Kwa taarifa zaidi kuhusu maendeleo ya tukio hili na hali ya usalama katika eneo la Minembwe na maeneo ya Kivu, endelea kufuatilia taarifa zetu maalumu kila saa kutoka BMP TV Online. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Shukrani kwako wewe ambaye tulikuwa mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata update zetu kila panapokucha. BMP TV Online ni yetu sote. BMP TV Professional Update.